ambao kimekuwa mbele yetu. Kwa hivyo leo nataka nitabiri maneno machache hapa katika Yeremia chapter 1. Yeremia chapter 1. Nataka nizungumze maneno yako hapa, alafu namaliza ibada. Maandiko inasema katika kitabu hiyo mstari wa 19, nao watapigana nawe lakini hawatakushinda, maana mimi niko pamoja nawe, asema Bwana, ili nikuokoe. Sema amen. Nao watapigana nawe lakini hawatakushinda, maana mimi niko pamoja nawe, asema Bwana, ili nikuokoe. Haya ni maneno ya Mungu ambao walinena na Yeremia. Yeremia alikuwa ni kijana that time. Yeremia aliitwa na Mungu, na Mungu akawa, kwa sababu alikuwa ameona kitu kizuri katika maisha ya Yeremia, lakini Yeremia hakuwa anaelewa ya kwamba Mungu amemwita, na kwa hivyo ilibidi Mungu aanze kumtamkia maneno, aanze kumweleza vile atakuwa pamoja naye. Tunaona akisema kwamba yeye ni mtoto, analalamika sema kwamba hawezi, maana yeye ni mtoto. Lakini Mungu akamwambia, nilikuchagua hata kabla hujaingia katika tumbo la mama yako, na nikakuita kwa jina lako. Kwa hivyo nataka kuzungumza na mtu aliyeko hapa, wale ambao tumeokoka. Hata kama unapitia nini, nataka ninene na wewe leo hii nikutie moyo ya kwamba Mungu anakuangalia. Nasema Mungu anakuangalia. Mungu anahusika na kile unachopitia, na kwa hivyo usijali. Mstari wa 18 anasema hivi, tazama, nimekufanya leo kuwa mji mwenye boma na nguzo la chuma na ukuta wa shaba juu ya nchi yote, juu ya wafalme wa Yuda na juu ya wakuu wake na juu ya makuhani wake na juu ya watu wa nchi. Hayo ni maneno ambayo Mungu alikuwa anaongea na Yeremia. Alipokuwa nasikia ni kama hawezi, Yeremia alikuwa anaona kama hataweza katika hii kazi ya ukuhani, katika hii kazi ya unabii, katika hii kazi ya kuongoza wana wa Mungu. Lakini Mungu anamtia nguvu. Naomba leo tutiwe nguvu na Bwana. Hata kama unapitia nini mpendwa, kuna neno la wakati kwa ajili ya hiyo unayopitia. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anaanza kumwambia hivi, Yeremia, kile nimeweka ndani yako ni kitu ambacho hakitingishwi na wachawi. Kile nimeweka ndani yako ni kitu ambacho hakitingishwi na waganga. Kile ambacho nimeweka ndani yako, hakuna mtu ambao anaweza hata kukupiga na kukuleta chini, maana mimi nimeweka alama yangu ndani ya maisha yako. Kwa hivyo mtu wa Mungu, siku ya leo, sijui ni kitu gani mwaka huu kimekuwa ukipitia, lakini naona kuna ushindi wa Bwana kuna kuja juu ya maisha yetu katika mwaka wa 2026. Haleluya! Watakusanyika wapigane na wewe, watakusanyika wakutoa katika ofisi, watakusanyika haijalishi ni akina nani, lakini kwa sababu nina neno la Bwana. Neno la Bwana nasema hawatanishinda, hawatanishinda. Nitashinda, maana ndani yangu kuna neno. Kila ambao kinayekusaidia watu wa Mungu ni neno ambalo ni la Mungu, inayohusu maisha yetu, inanena juu ya maisha yetu. Haleluya! Nani anasema leo hii, sema leo. Leo hii I am making a fortified city, yani mji wenye maboma.
yaani mji ambao umejengwa na ukuta, wewe hauwezi ukafikiwa na mshale wowote wa adui yeyote ambao amepanga mwaka ule ukuja akumalishe. Mwambie ako ready kabisa. Amechelewa, nasema amechelewa. Hakuna biashara ya mtu itaanguka, hakuna huduma ya mtu itaanguka, hakuna familia ya mtu itaanguka, as long as kuna neno linaongea juu yako. Haleluya! Mimi sijali ni akina nani watakusanyika, maana watakusanyika against you, wataongea about you, wataongea juu ya biashara yako. Masa, usijali ni nani anayenena about you, usijali ni nani anayepanga about you. Hebu nikwambie, watagonga washinde, maana wewe ni ukuta, wewe ni ukuta, wewe ni ukuta wa shaba. Watagonga warudi nyuma, wao wanayetaka mabaya tugeusi, wao wataanguka wao kwa wao. Nasema wataanguka wao, nasema waanguke wao. Wanayetutakia mabaya waanguke wao, wanayeshima mashimo kuelekea maisha yako, nasema waingie wao. Maana nimefanywa kwa kitu, nimefanywa wisi. Kila mwana makula joka kwende, kila mwana makula joka kutwende wisi, kila mwana makula joka dala kwende. Maneno akuya street makakule mukatani chende, yana menda mutani chende, na muditoka matangazi yati kila menda akitia ni yake, piano mende ya ndugu, kila menda akitia ni yake, ukila koko kwa tuwazia akitatimia. Itu kibaya wanayepanga akitatimia, sema akitatendeka, sema akitatimia, sema itafanyika kwa jina la Yesu. Mwaka huu ametujaribu, mwaka huu ametujaribu, lakini mwaka ujao watatuona mbele. Mahali walitukanyagisha tutaruka juu, maana walikuwa wanataka tumalizike. Walifanya kila walifanya, shetani na watumishi wake, ili sisi tuwe chini. Lakini haitawezekana. Andika nasema watapigana nawe, watapigana nawe. Wakishindwa na wewe, wataenea watoto wako, na kwa sababu watoto wako wamesingirwa na maombi yako, hawataweza watoto wako. Shuseme amen. Haleluya. Sio kama kuna mtu anaelewa na kinasema. Andika nasema watapigana na wewe, watapigana na kile chako, lakini hawatakuweza. Nataka mwaka huu uchukue hiyo neno ikufukisha mwaka ingine, ya kwamba kile kimepangwa na kitapangwa, hakitatimia. Yasema hakitatimia, useme hakitatimia. Genda mabangi woma tukamako ona mwako te mudelu. Kuna mtu ambaye anaambiwa hautaona next year, utarushiwa roho ya karibu. Kuna watu ambao wataingia kwa kilabu kwa sababu ni sikukuu, watanazwa pendilinge isovetwe ili muweze kuingia katika hizo mitego zao. Lakini tumekuja na habari njema ya kwamba kile wamepanga, vita ambao wanayetaka kutupiga, natangaza haitafanya kazi, natangaza haitafanya kazi. Maandiko yanasema kwa sababu Bwana yuko pamoja nasi kutuokoa. Ninaona wokovu wa Bwana kwa ndoa yako, naona wokovu wa Bwana kwa biashara yako,
Naona wokovu wa Bwana kwa watoto wako. Useme amen. Kuna kitu Mungu atafanya. Ndugize hivi. Ndio malangiwa kukoma kona accident. Kuna watu wamepangiwa. Wisi wakati ambao tumeokoka tunaingia katika vita. Yoyote ambao wameokoka ni adui wa shetani na watumishi wake. Si kama kuna mtu ambaye amekuja katika maisha yako akakwambia kile kimepangwa kuzimu. Mimi nimepitia mambo mengi. Kuna watu wameniface wakaniambia, pastor, tulikuwa tumepanga kukuua. Tulikuwa tumepanga kumaliza hiyo huduma yako. Lakini haitamalizika. Nasema haitamalizika. Kwa sababu Mungu yuko pamoja nami. Mungu yuko pamoja na wewe mpendwa. Huyo huduma haitaisha. Nimekuja kuongea na mtu mwambie kile cha Mungu hakitaisha. Kile alipanda ndani yako hakitaisha. Hata wakikuua hakitaisha. Utafufuka tena. Waliua Yesu wakifikiria watamaliza. Lakini siku ya tatu alifufuka. Nasema kila ambao wanapanda hakitatimia. Watakuona mbele. Watakuona mbele. Watakuona kipandiko cheo. Watakuona ukisonga kibiashara. Watakuona na gari mpya. Watakuona ukijenga manyumba. Watakuona ukisomesha watoto. Leo hii nataka kuzungumza na adui wa maisha yako. Yoyote ambayo umepanda katika ulimwengu wa roho kinyume na maisha yako, Bwana atakuwa pamoja na wao. Atakuwa adui wa maisha yako. Nasema Bwana atakuwa adui wa maisha yako, kwa sababu kile umebeba akiwezi kupita, hawezi isha. Mungu, the greatest enemy of your life is you. Na wote wanakuimina. Na wote wanakuimina. Na wote wanakuiji kitoka mina. Lakini ukiwa na Yesu, ndani yako ukiwa na Yesu, hakuna mtu mbaya. Na that's why maandiko yanasema kama si Bwana aliyepo upande wetu, wanadamu wangetukula, wangetumaliza. Wangekula nyama zetu. Kuna watu wanayekula wengine. Ukiwa kwako kuna mtu anazungumza about it. Ukiwa unashughulika na ofisi yako, kuna mtu anakuambia wivu, lakini natangaza washindwe. Natangaza washindwe. Wenye wivu washindwe. Si useme amen. Wenye wivu washindwe. Maana kila kuinuka kwa mtu kuna attract demons zingine. Kila kuinuka kwa mtu kuna another demon inainuka. Lakini hebu nikwambie, wajaribu uganga, wajaribu mitego, wajaribu karabati. Naongea na mtu wa Mungu siku ya leo ambao adui anakuonea. Nataka kukutangazia hawatakushinda. Maana Mungu ako pamoja na wewe. Natangaza Mungu ako pamoja na wewe. Ukilala akulinde, kwa barabara akulinde, kazini akulinde, kwa mitego yote akulinde. Chochote kimepangwa kisitendeke. Shuseme amen. Waje nimalize. Yeremia sura hiyo ya 8 mstari wa 10. Isaya mstari wa 8. Amina. Maandiko yanasema take counsel together, but it come to nothing.
it will come to nothing. Speak a word, but it will not stand. For God is with us. For God is with us. Hawa ni manabii wanaongea maneno haya, wanajua shauri ya mwanadamu. Mtu ambao hajaokoka anajua ni adui wa mtu ambao ameokoka. Mtu ambao hajaokoka hata awe rafiki yako ni adui wako. Nasema ni adui wako. Ukiwa umeokoka hauna urafiki na mtu hajaokoka. Kile ulicho nacho ni ushirika ambao ni hatari, maana huyu mtu anaweza kuchunguza na kujua njia zako, na akitaka kukutega atakutega kwa sababu anajua njia zako. Lakini hebu nikwambie, maandiko yanasema wafanye shauri. Kuna watu wanakutanyika usiku, kuna watu wanakutanyika kwa mahoteli. Kuna kitu ambao kiliendelea juzi ambao ni cha ajabu, sio kama ulikiona. Waisraeli wamekutana thousands and thousands, wote wakiomba in Yerusalem. Wameenda kuomba kwa ajili ya forgiveness na rehema za Mungu siwe juu ya maisha yao. Na wanapoomba 60 nations za Kiarabu wakakaa ina meeting wakisema wanataka kueliminate Israel. Wakati wanaomba, wengine wanakusanyika wanasema kwamba tunamalizana na Israeli. Hebu nikwambie mtu wa Mungu, hakuna njia unaweza pigana na Mungu. Hakuna njia mtu yoyote anaweza pigana na mti wa mafuta wa Mungu. Ukipigana na mti wa mafuta wa Mungu unajimaliza mwenyewe. Nasema unajimaliza mwenyewe. Utagonga kitu ambao hakigongeki. Utapiga ukuta utaumia mwenyewe. Hebu nikwambie, maandiko yanasema wataongea neno. Unajua maneno yana nguvu. Kuna watu wanaongeanga neno, ni wakiongea about you inafanyika. Kuna watu anointed na shetani, wakiongea anything kinafanyika. Lakini si kwa mtu wa Mungu. Nasema si kwa mtu wa Mungu. Mtu ambao ana Mungu, hata neno gani linene, hata kitu gani kipangwe na shetani mwenyewe hakitakufikia. Huwa tumesungukwa, huwa tumewekewa ukuta. Kuna malaika wa moto na panga za moto huwa wanatusumbuka, na ndio sababu tunazalala usiku vizuri. Wengine wakiwa wanawoyawoya kwa sababu ya mali zao, kwa sababu ya biashara zao. Maana maandiko yanasema there is no peace to the wicked. Hakuna amani kwa mtu mwovu. Mtu mwovu akiwa na mali hana amani. Lakini sisi wale ambao tumeokoka tunalindwa na Bwana. Kuna malaika wanayetusumbuka. Tukiwa barabarani wanatusumbuka. Tukiwa tumelala wanatusumbuka. Wengine wakitaka kufutwa kazi, malaika wanasimama nyuma yetu. Si useme amen. Malaika. Na leo hii natangaza malaika wakutembelee. Natangaza malaika wakutembelee. Hawatukufanyia chochote, maana kuna malaika wanayetulinda. Haleluya. Naona malaika juu ya kila moja. Kuna ulinzi wa mbingu. Nasema kuna ulinzi wa mbingu. Hawakukuwa Januari au kufutwa Januari, Februari hawakufanya chochote. Walishindwa hata Disemba wanashindwa.
Nasema hata Disemba watashindwa. Mwini aneze kwa jambao ya ngainoa. Aneze mbao ya ngainigada. Ona wapu na wamedika. Ni yukila aingi. Omo nibetu ino kiku kila inasi. Wamejaribu kutuleta chini. Lakini hatukatai. Lakini mahali tuko katika springboard. Tutainuka zaidi. Nasema kuna upako wa kudunda utakuwa juu ya maisha yetu. Wanapotuangusha chini, tunainuka juu. Wanapotuangusha, nasema tunainuka. Wanapotupangia mabaya, wanatuona mbele. Daudi anasema, Bwana anaandaa meza mbele za watesi wangu. Yani, Daudi alikuwa anafurahia wakati kuna vita. Wakati kuna vita, ndio anaona Mungu akiandaa meza. Ndio maadui wakiwaona ukikula vizuri, waliyepanga ukufe, ndio wanakuona ukila chapati na kuku. Haleluya! Na shati Nwikwe nina ya kujaibu na chanwikwa matikwa wavine nina ya kujaibu nitukukila numu vinaoke kwacha nitukukila mundu wangainu ukukila yolo mundu wangainu senyandwa rangi mundu wangainu ukakulia kila manekie mabinga miomo ya uya wende angukwata uya mabinga miomo weza kwendi onanguya lakini ngopi yati kwinga yukushasi mwandiko maasiaba andikite sifa yake kotoni kwake kitani cha koto kwake isitwa yaku Elizabeth ni wibau isitwa yaku Catherine ni wibau isitwa yaku Jeni wa wibau yaya sise nukwene nawe na mubango musikanyu wadai wake na ukokio mumenukakie wakijaribu watakuona juu. Haleluya! Huduma hii itainuka. Inakuja kusema huduma hii itainuka. Huduma hii itakuwa kuu zaidi. Mwaka huu wamejaribu kutuleta chini, lakini mwaka ujao neema ya Bwana itakuwa nyingi. Waliotarajia tuishe watatuona tukifurika. Nasema watatuona tukifurika. Watatukuta sikuni kukiwa kama nyuki, kukiwa kama inzi, kukimtawala, maana tuko na Bwana. Sijui ni nani ambao wanasikia ya kwamba leo amwambie Bwana nishindanie. Mwambie Bwana nishindanie. Nimepitia mambo mengi last year ama this year. Mungu wangu na baba yangu, naomba nishindanie. Sikia, maandiko yanasema watanena neno lakini haitafanya chochote. Itakuwa nothing. Kile watapanga about you kitakuwa hakimu, kitaoza chenyewe, kitakuwa majifu, hakitafanya kazi. Yoyote aliyetamka neno kukuhusu na imekuwa affect leo, nimetangaza hiyo neno haife, nimetangaza hiyo neno isizae, ninaifanya iwe sasa kwa jina la Yesu. For God is with us. Anaitwa Emanueli. Anaitwa Emanueli. God with us. Gaya mamuna itu. Anumati ni gospel church gaya mamuna itu. Kanisa unga gaya mamuna itu. Tuinangai mamuna itu. Eto Emanueli. Ekala mamuna itu. God with us. Hakuna adui atakufanya chochote. Hakuna mganga atakufanya chochote. Hakuna rafiki atakufanya chochote. Leo hii tunatangaza ushindi wetu. Maana maandiko yanasema atakuwa pamoja nasi kutuokoa. Atakuokoa kwa hatari. Kwa ajali atakuokoa. Atakuokoa na wanyang'anyi. Atakuokoa na watu ambao wanaipanga mipango mibaya kukuhusu. Na nataka tusimame na miguu yetu. Na tumwambie Bwana leo,
tumejua ya kwamba wewe ni Mungu wetu. Hakuna neno ambalo limenenwa litafanya kazi maishani. Wale ambao wamesema biashara zetu tutafunga, tutafungua zaidi, nasema tutafungua zaidi. Wale wamesema kwamba injili hatutaendelesha, tutafungua makanisa zaidi, tutainua wachungaji zaidi. Haleluya! Si usimame kwa miguu yako, simama kwa miguu yako, mtu wa Mungu. Thank you Jesus. Oh, hallelujah.